Kurasa. Mtazamaji wa EATV, karibu katika Kurasa, upate dakika chache za kukuletea machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tuanze Kurasa kwa kukupekulia kwa hili. Baada ya wafanyabiashara mkoani Simiyu kutoa malalamiko ya kupewa adhabu ambazo sio rafiki, imesababisha wakala wa vipimo kutoka makao makuu kutoa mafunzo kwa wafanyabiashara hao. Wakiwa kwenye mafunzo hayo, wafanyabiashara hao wameomba hatua za kisheria zianze kwenye viwanda ambako ni chimbuko ya kile wanachokiuza. Mnyororo wa upigaji uko kwenye maviwanda, lakini ukimpalamia huyu muuzaji wa kawaida ni sawa unamuonea, kwa sababu yeye anajua kununua na kuuza. Hajui habari ya kwamba ulitengenezwaje, unatakiwa uwe na futi ngapi. Kwa sheria hizi ambazo zinamwanzia muuzaji badala kumwanzia mtu ambaye ni mzalishaji, kwa kweli huku ni kutupiga na kutufanya wengine tufunge hata biashara. Ni jukumu lako kwanza kuhakikisha hiyo bidhaa imekidhi matakwa ya kisheria, na endapo kuna upungufu wowote utakaokutwa aidha sokoni au eneo la mwisho ile bidhaa inapoenda kutumika, maana yake sisi tutaanzia kiwandani. Lakini pia endapo tutakuta kwenye biashara hiyo bidhaa iko pungufu, sheria yetu pia inatupa mamlaka ya kumchukulia hatua yule ambaye tumemkuta na hiyo bidhaa. Tuombe ushirikiano kati yetu sisi serikali na wadau. Masuala ya vipimo yanamgusa mwananchi, mjasiriamali wa mwisho kabisa. Utakapoenda kumkamata yule mama anauza mchele kwenye kopo, ukampiga faini ya $100,000 akati mtaji wake ni $80,000, inakuwa kidogo ni changamoto. Na tuendelee na Kurasa. Biashara katika soko la Mchikichini jijini Dar es Salaam zimeelezwa kuwa ngumu katika kipindi hiki cha msimu wa mvua. Kupitia mwenyekiti wa soko la Mchikichini, ameeleza kuwa kila ikifika muda wa masika biashara huwa ngumu kutokana na hali ya hewa, licha ya uongozi kuweka mazingira wezeshi kwa wafanyabiashara. Tuna matatizo ya kibiashara ndani ya soko. Biashara imeshuka sana. Tunachowashauri wafanya biashara ni kuvumilia, kwa sababu tunajua kwamba na wafanya biashara wetu wanajua kwamba biashara zetu zina msimu. Wapunguze ununuzi wa mizigo kuweka kwenye biashara kwenye vibanda vyao, pale takapochanganya waweze kuweka biashara kwa wingi. Kwetu sisi jua ndo neema, lakini mvua kwetu ndo balaa, kwa sababu hatuwezi kufanya uzalishaji. Nguo zetu zinakuwa hazina ubora kwa kuwa tunahitaji jua sana kwa habari ya uzalishaji wa nguo. Ni lazima tupate jua la kutosha. Sasa mvua inaponyesha, hata kama tutazalisha kibishi, lakini nguo zinakuwa hazina ubora mzuri. Biashara kwa kweli inakuwa changamoto, kwa sababu unajua kipindi kama hichi watu wengi wanashindwa kutoka majumbani kuja sokoni. Kwa hiyo unakuta biashara inakuwa ni ngumu tu, kusema ukweli, wateja waweze kuja sokoni. Biashara inakuwa ni changamoto msimu kama huu wa mvua. Biashara inakuwa haitoki, wateja hawaingii kwa ajili ya mvua. Na tumalizie Kurasa kwa hili. Wanafunzi wanaopata mafunzo ya ufugaji kupitia wakala wa vyuo vya mafunzo mifugo LITA kusambaza ujuzi wanaopata kwa jamii ya wafugaji ili kuondokana na ufugaji usio na tija. Sisi hatuhitaji cheti chako, sisi tunahitaji ujuzi wako. Kwa hiyo mwenyekiti, tunapofikiria hivyo lazima tufikirie, hatuingii upande ule. Tunaendelea kubaki kuwa ni LITA hii LITA inayozalisha wataalamu 90% wanaohitajika sokoni. Nzuri, Tanzania kila sehemu kuna wafugaji. Wasipofuga samaki watafuga kuku, wasipofuga kuku watafuga ng'ombe, wasipofuga ng'ombe angalau watakuwa na ngamia wawili watatu au punda. Kwa hiyo kila sehemu kuna wafugaji na watu wanakuhitaji. Lakini ikitokea ndani ya mwaka mmoja umekuja kwetu mara 2, kwa kweli ni jambo la kujivunia, na sisi tunakushukuru sana kwa kutupenda mno kwa. Tunaotoa kwa vijana ni kwamba tupambane. Hata vijana wapo ambao wako hapa LITA, lakini wakitoka hawaendi kufanya kitu chochote, lakini kama umetoka LITA kuna vitu vya muhimu sana tunavipata na ujuzi sana tunapata kuhusiana na mifugo. Kuna wengine wanaweza wakasema kwamba nimemaliza chuo fulani, labda kwamba
nimalize kichuo, sitaji labda kujiunga na chuo cha mifugo kwa sababu aidha hakina pesa au hakina namna fulani, lakini mimi napenda kuwashauri vijana wenzangu waweze kujiunga na chuo cha mifugo kwa sababu ni chuo kizuri sana na pia kina faida katika nchi. Tumekufungulia na kukufungia kurasa kwa hayo machache kati ya mengi yaliyotufikia mezani kwetu kwa hii leo. Tafadhali usikose kuangalia kurasa. Kwa niaba ya wale wote walioshiriki kukuletea kurasa kwa hii leo, jina langu ni Selemani na Mbimbi. Endelea kuangalia vipindi bomba na makini kutoka hapa Tinga namba 1 EATV. Kurasa.